Iweze kujitambulisha, alafu tuanze moja kwa moja swala ambalo tutalijadili leo kwenye awamu ya pili ya West TV Staff Time. Asante ndugu yangu mtazamaji, nasema Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa neema yake, ametuwezesha. Tumetembea already Januari, tumemaliza February, tumemaliza March, tunakaribia kumaliza. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Siku ya leo tena tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kuongelea mambo katika jamii zetu yanayochipuka mara kwa mara. Kwa majina ni mchungaji Clapperton Mchanga. Nimefurahi kwa hapa leo. Naam, karibu sana mchungaji. Niruhusu tu na mimi nikusalimu. Naamini kwamba wiki imekuwa shwari tangu tulipoachana siku ya Ijumaa. Na nashukuru kwa sababu tuna umerejea studioni tuweze kuangazia masuala ya kijamii. Naam. Na leo napenda tuangazie hili swala la mila na tamaduni zetu, kwa sababu Waswahili wanasema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Lakini mchungaji, kuna mila zingine ambazo tunashurutishwa, tunalazimishwa kuhusishwa ndani yake na pengine zimepitwa na wakati. Niruhusu nikufahamishe kuhusu kisa kimoja kimetokea sehemu fulani katika taifa letu hili la Kenya, na kilifanyika kwa mwanadada mmoja ambaye kidogo ilionekana kama ni kumkosea heshima, kwa sababu ya kuweza kulazimishwa kuhusika kwenye mila ambayo pengine wewe hautoki katika ile jamii. Kwa hivyo ile mila haikuhusu moja kwa moja. Na hata kama unatoka katika ile jamii, pengine wewe ni mtu ambaye hauamini katika mila sambuli hiyo. Kwa hivyo kulazimisha, kusurutishwa, sidhani kama ni kitu cha msingi. Unakuta kwamba kuna mila katika jamii zetu wakati mwingine kwamba tukifiwa leo hii tunalazimishwa kunyoa nywele, tunalazimishwa kufanya vitu ambavyo pengine si sawa ndani ya moyo wako kama unahitaji kuvifanya. Chinzu, umesema ni kweli. Katika ulimwengu huu kuna mambo mengi na watu wanatoka katika jamii tofauti, na katika asili yao walikuwa na vitu walikuwa wanasifanya za ku-identify. Ukiwa na kitu fulani ama jambo fulani likifanywa, au aina watu fulani au aina watu fulani. Lakini katika kuendelea, katika mambo yanapozidi kuendelea, unakuta kwamba mengine ilikuwa inafanywa kwa ajili ya kutofautisha tu, lakini haina implication, haina faida sana. Mengine ilikuwa inafanya ndio yaweza kuwa na faida, lakini mengine mengi kwa sasa haina faida. Kwa sababu ukianza kuamua unataka ufuate mila zote za kwenu, hata usijui. Maana utafanya moja hii yenye wewe uliambiwa, mwingine naye anajua ingine, mwingine anajua ingine, mwingine anajua ingine. So inafika wakati tunaangalia mambo ya msingi ambayo yanahitajika na maisha ya sasa na visasi vinavyokuja. Kwa sababu tunapoendelea na mtu akurutishe kuanza kufanya mila za kitambo, utakuta kwamba haitawezekana. Maana unakuta kwamba kulikuwa na jamii zingine ambazo hawangekubali hata kufaa viatu. Uko yao hawataka kufaa viatu. Uko yao eti hawezi kufanya nini? Kulala kwa nyumba ya mabati. Na unakuta kwamba vile miaka inaenda mambo yanabadilika. Unakuta kwamba eti hawangefaa nguo ni ya wazungu. Hii unaacha mila zetu, tunatakana tutembelee ngozi. Nani atakubali kutembelea ngozi? Msichana wa nani atakubali kutembelea ngozi siku za kisasa? Ama wajifunge mavazi yenye walikuwa wanajifunga tu kuficha sehemu ya siri peke yake. Unakuta kwamba mambo mengi yamepitwa na wakati, na kama imepitwa na wakati tuachane nayo, kwa sababu italeta madhara mengi. Yani tunapoendelea kufikiria tunafunza watu mila, tunaendelea kuwachanganya na kuwapoteza, tunaendelea kuwaweka katika hali ambapo hawataweza kuelewa mambo ya msingi ambayo tujue mambo ya msingi. Ndio mwacha mila vile anasema ni mtumwa, lakini mila gani? Kwa sababu unapoongelea kwamba unajua kama wakati mwingine ilikuwa kwamba wengine mtu akikufa mnahama nyumbani, mnaenda kuishi msituni, mkae huko mpaka siku 40 siishe ndio labda mrudi kwa hiyo boma. Sasa hiyo unahamia wapi? Sasa ukisema unafuata mila ndio kana ufuate 1 2 3 mpaka zote. Na unakuta kwamba mengine inafanyika kama ile moja umetaja, ni dhuluma hiyo. Hiyo ni dhuluma, maana ukiongelea kwamba unafuata mila, pia unastahili kuheshimu haki ya mtu. Heshimu huyu mtu ni binadamu, una damu, na na haki yake na heshima yake na cheo chake na sifa zake na private life yake, ambayo pia ukifanya usikuje kutaka kumthuru ama kutaka kumlazimisha, kumletea torture and depression and injury kwa mwili wake, kwa sababu unamlazimisha kufuata mila. Mtu kwa mila acha afuate kwa hiari kama yeye anataka kufuata, lakini haiwezi kweti unafanya mila yenye lazimisha lazima ufanye. Mila hizo zimebadilika. Twende kama jamii ya Wajaluo, wote ilikuwa kwamba wote watolewe meno ya juu, ya chini,
meno 2, nafikiri ya juu na ya chini, watoe meno hiyo. Sasa ukipata wale wazee wako na meno yote, maana walifika mahali wakaona eti walikuwa natoa kwa sababu mtu labda kulikuwa na ugonjwa ambayo wakati mtu alikuwa anaweza kuwa labda wanataka kumpea dawa yako katika hali mahututi, kama ameshikanisha meno, ilikuwa mtu unakuta kwamba ameumanisha meno pamoja, hawezi kupitisha ukafungua mdomo. Lakini sasa walikuwa wanatumia hiyo nafasi ya kuweka dawa ama kumsaidia kupumua. Unakuta kwamba ilikuwa just a basic thing ambayo si lazima kwa hivyo. Unakuta sasa watu waliachana naye, wachache tu ndio wanaweza ona lazima wafanye. Unakuta kwamba katika jamii, kila jamii na mambo zao, lakini unakuta kwamba kuna mambo ambayo maisha inapoendelea kusonga, mambo yanabadilika. Na kama mambo yanabadilika, badilikeni. If things change, change please. If you don't change, change will change you. You will be forced to be changed. Na kulazimisha kuchange, sasa zingine ukichangewa kwenda mbele, si kuchangewa kurudishwa kwa vitu ya Precambrian time yenye haijulikani. Naam. Kwa hivyo mtu asisurutishwa. Na sijui kama hizi mila ambazo tunazizungumzia zina faida gani katika maisha ya watu, kwa sababu umesema kwamba mambo yanabadilika, kila kitu kinabadilika. Sasa hivi tunaishi katika ulimwengu wa kidijitali, mambo yanafanyika kitofauti. Sijui, unajua kuna watu ambao wanahisi kama mila ni kitu cha msingi sana, na hata unajua wakati mwingine tunakuta watu ambao wameshatoka katika mambo ya kijamii, wameingia katika mambo ya kidini, bado wanarudi nyuma kuweza kuhusika katika mambo ya kimila na tamaduni zetu ambazo pengine haziendani moja kwa moja na masuala ya kidini. Unakuta kwamba tunapoongelea kuhusu mila, ndio chizi nimesema kwamba kila jamii ilikuwa na mila zao na desturi zao, lakini mnafika mahali mnaangalia, mnaona ni gani inasaidia jamii yetu, ni gani ilipitwa na wakati. Kuna zile zimepitwa na wakati. Unakumbuka kama Wabukusu ama Waluya na Wakikuyu, nafikiri na kabila zingine wanatairi, na Wakalenjin wanatairi watu. Lakini mwanzo ilikuwa kwamba yule ametairiwa nyumbani na yule ametairiwa hospitali hawakutani, wakikutana wanampika. Lakini saa hii mambo imebadilika, wote watoto wote tunasanya tunapeleka hospitali na tairi, na mambo yanaisha kwa sababu tu ni mambo ambayo inamsaidia huyu afya yake, inamsaidia katika maisha yake, desturi ambayo inaonekana ina heshima zake. Lakini hawezi kusema eti sasa vile walikuwa watu wanaenda chandoni wanaishi huko, lazima baada ya kutairiwa wakae mpaka watapona watoke huko. Vitu imepitwa na wakati. Wengine wanapatana huko na magonjwa. Unapouliza kwa nini walikuwa wanafanya hivyo, unakuta kwamba kulikuwa na sababu, lakini sababu hizo hasina maana tena. Kwa hivyo kama mambo imepitwa na wakati, waachane nayo. Na chinzi nimesema kwamba katika mila na desturi kwa maisha ya sasa mambo yamebadilika. Tumetoka karne 1, 2, 3 tumeenda mbali. Saa hii tumefika karne ya GNC ambayo maisha yao ni very sharp, very fast, very sharp, kila kitu ni digital. Mnapokuwa hapa tunaongea mambo yako tayari amerekodi, ameyaweka all over the world. Unakuta kwamba ukianza kusema tutuma mtu na barua aende kwenye alikuwa wanapeleka mwanzo, it's not possible. Tuwashe moto ili usimame kwa mti uitishe kama ama kuronya wamechinja ng'ombe, sasa wanaitisha watu wakuja, ama kuna matanga wapike ndalama ndio watu wakuje. Sasa mambo ilibadilika. So kama technology inabadilika, maisha yanabadilika, vitu zinabadilika, vile vile mambo ya mila na desturi pia zinastahili kuanza kuangaliwa kwa ndani, na kupewa jambo la msingi ni maisha ama binadamu. Huyo ndio anastahili kupewa heshima ya kwanza, kwa sababu hautalazimisha kufanyia mtu vinye hasina maana, zenye mtu hataki, zenye unajua kwamba hasina maana, lakini lazimisha mtu lazima ufanye. Wapendo wetu wa Turkana na wengine kutoka kule Uganda, sijui wanaitwaje, watachukua kisu waweke moto wakuchome vitu mwili yote, eti wanakuka sasa ukistahimili hiyo moto yote kuchomwa, wewe ndiye mwanamke, ni mwanamume bomba, wewe ndiye mwanamume wa nguvu, wewe ndiye mwanamume unaweza kutetea jamii yako. Kwani ukikosa ukifanya hivyo na mwingine hajafanya hivyo, lakini intellect yako iko sawa, si utaongoza tu watu? Kwa hivyo vitu vingine zimepitwa na wakati, na kama zimepitwa na wakati usijifanye wewe ndio unasijua. Hata mwenye anafanya huyo kuna singine ajui, na akiambia afanye hatafanya. Naam, kuna hili swala la watu ambao wanakuja pamoja kama familia. Manake wajua ndoa wasema kwamba mwanamke ni kama ulimwengu, yani kwa sababu anatoka hapa anaenda sehemu tofauti kuweza kutengeneza familia yake. Na mara nyingi tunajikuta kwamba wanawake mchungaji wameingia katika jamii ambayo pengine hawaelewi mila na tamaduni. Sijui kama lazima huyu mtu ahusishwe moja kwa moja katika mila ambayo si yao, na kama ni kuhusishwa sijui kama ina faida. Ni lazima au si lazima?
wakati mtu ameoleka katika hiyo familia, hajaolekea hiyo community yote, ameoleka kwa mtu, na ile mtu mwenye ameoleka kwake lazima wasungumzane hata kabla hajaamua kwenda kuoleka. Amwambie sisi kwetu tunafuka nyoka, sisi kwetu tunafanya hii. Unapoingia pale unaingia ukijua unaenda wapi. Na uambie sisi kwetu hatufanyi hizo vitu, hatushiki kwa mila na desturi, hatufanyi vitu fulani, hatuparticipate kwa hiyo. Kwa hivyo kama utakubali kuishi na mimi na watoto wangu na jamii yenye mimi naanza kuleta, lazima ikuwe modern. Lazima tuiweke katika njia iliyo nzuri. Sisi kama Barunda, Esomurunda, Walunda mara nyingi wanasika mtu kama amekaa. Mtu akikufa wanamsika kama amekaa. Wakati niliwa bibi yangu alipokuja aliniuliza swali la kwanza, mimi nasikia wewe Murunda, ukikufa utakalishwa ama utalalishwa? Nikamwambia mimi nilifanya msimamo na jamii yote najua ya kwamba mimi nikilala nitalala, lakini sitakalishwa kwa sababu mila hizo zilipitwa na wakati. Maana nilipofuatilia hata kuelewa kwamba mwanzo wa kuweza kufanya watu waanze kukalisha ni story tu. Mfano sasa kama ya kwetu hiyo, eti mtu alikuwa ameenda kuchunga ng'ombe, alikuwa tajiri sana, alikuwa na mahali ng'ombe mingi, na alipoenda mvua ikakuja na akaenda akakaa kwa ile kisuku ya Muchwa ili mvua ishe aende, na kwenye alikaa maji kaingia ndani. Ilipoingia hakutoka, akakufia ndani. Wakasema na huyu alikufa kama shujaa, alikuwa kutoa amekaa, na kuanzia pale watoto wake wakasema tutakaanga tu kama baba vile alikaa. So nakuta kwamba haina implication yoyote. Si kwamba eti ukisikwa sasa utaamuka ama ukisikwa sasa kama umekaa ita change anything, spirit nini. Ni mambo tu, ilikuwa mtu mmoja alipenda tu hivyo, na akasema watoto wake wakasema pia tutafanya hivyo, na ikaanzia pale tu kama hali tu ya mazoea, haikuwa eti lazima ifanye. Sasa unakuta kwamba vizazi vyenye tumepita miaka ya nyuma hii ikaanza kuwa lazima Murunda wasike kama amekaa, lakini si lazima. Kwa hivyo nilipoulizwa bibi yangu utasika kama umelala ama kama umekaa ni kesi ama watoto wetu, mimi nikamwambia mimi niliamua na familia inajua na ukoo inajua msimamo wangu. Kwa hivyo ni vizuri mambo mengine kusungumuza unapoingia katika hiyo jamii, na mengine ni vyema wewe ambayo unaoa, angalia mambo. Jambo la kwanza, si mila ndizo za maana kwako, hiyo jamii yako ni ya maana. Ya nini ufanye mke wako, watoto wako wapitie tocha kwa sababu nataka kufurufili vitu yenye ujina nani alianzisha? Wengine ukiwauliza hata hawajui, wanasema tetu mapapu zetu wagani, na usipofanya nini nafanyika? Kwa nini tu wewe? So mambo mengine ni kusungumuza, na pia unapoingia uwe umejua kwamba inafanyika. Maana hata vile yule mwenye amekuja anaanza kwao, na kama anasa kwao pia lazima tusiweke kando kwa ajili ya new family. Na ama kuna zile zenye mtaongea muone kwamba hii ni kwa ajili tu ya kuweza kuendelea, msifanye katika mazungumzo yenu, basi kubaliana kwa lile na mlishikilie muendelee. Lakini kufanya jambo ambalo unakuta kwamba haujui lilianzia wapi, haujui matokeo yake, na unaamua na sabapisha mtu, unajua watu wanaenda kufungwa kwa sababu ya hilo tu, eti wanataka kukamilisha mila, lakini wengine wataenda kufungwa. Wamefanya huyu amepata majeraha makubwa, imeaffect akili yake, watoto wake wamechoka sana hiyo familia. Unaona sasa matokeo yenye wameacha ni mabaya mengi kuliko. Naam. Kwa sababu ya kumshurutisha mtu kuzela mila ambayo pengine haimfai moja kwa moja. Na pia sijui kama kuna haja ya kuweza kuelimisha jamii zetu, kwa sababu jamii imepiga hatua mchungaji, lakini kuna jamii ambayo bado imekwama katika mambo ya mila. Sijui kama kuna haja ya kuweza kuhamasisha na pia kuweka labda sheria kwamba kama mtu atahusishwa katika mila fulani, pia labda hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa, kwa sababu kuna jamii katika taifa letu ambalo bado linawasurutisha wasichana kuweza kukeketwa, na hata ndoa za utotoni. Na unakuta kwamba watu wanapitia maisha magumu, watoto wa kike wanateseka kwa sababu ya mila kama hizo ambazo hazimfai kivyote vile huyo mtoto wa kike. Hiyo ni kweli, kwa sababu wengine wanafanya maana hawajui. Hawajapata chance ya kuweza kuambiwa the other version, the other side of life. Kwa sababu mwanzo walikuwa wanasema kwamba kama msichana hajakeketwa huyo msichana hata saa, ambayo ni uongo. Ama wanasema inapokuwa hivyo, yani wanaweka visababu na visheria na vitisho kufanya mtu ikuwe lazima akeketwe ndiye akaweze kuwa msichana. Lakini wengine wenye wameendelea kujifunza na kufundishwa na kukairi yale yenye wanawaambia, wameona ni uongo tu, ni mateso tu, wanaweka tu dhuluma katika maishani mwao.
Kwa hivyo ni jambo ambalo wanastahili kufundishwa, jambo ambalo serikali inastahili kuweka in place. Vitu zenye zimepitwa na wakati, wao wachane nazo. Mambo yenye inafanywa ambayo unakuta kwamba italeta madhara, itaharibu mtu psychologically, itaharibu mtu, itafanya mtu akaweze kukosa heshima yake, wachana nayo. Na mtu kama hajataka, why do you force me to do something? Why? No need. Kwamba haki ya mtu iheshimiwe. Yes. Haki ya mtu iheshimiwe. Haki ya mtu ikaweze kulindwa. Kwa sababu maisha haya, mtu kama amesoma, mtu kama amefahamu, amepata ufahamu, amejua si lazima nitairiwe, si lazima mkekete msichana wake. Wewe kwa nini unamlazimisha tu? Hata ameoleka unataka akeketu. Kama unaona ni ngumu, heri ufanye uamuzi mapema kuliko uendelee kutaka kumtesa mtu na unaona unatesa haki yake. Si vizuri. Watu wengi wameumizwa hivyo, lakini sio vyema kuweza kumfanyia mtu mambo yenye roho yake haitaki, roho yake haipendi. Unaona kama Wabukusu huku mwanzo ilikuwa kwamba wanashika wanduku wetu wapenda kutoka Ujaluoni huko, eti wanalazimisha kwa tairi. Unakuta kwamba sio hiyo, ni kama ni mila na desturi za kwenu, usiimpose kwa watu wengine. Kama unaona ni hiyo, fanya, lakini isiwe kwamba unalazimisha tu mtu lazima aifanye. Yeah. Sababu si ya kwake. Si ya kwake. Na pia lazima tukumbuke kwamba katika mambo ambayo tunatekeleza kama mila na tamaduni zetu pia, wakati mwingine tunajikuta kwamba wakati huu tuna watoto ambao labda tuna watoto tumejaliwa na huyu mtoto wako anaenda katika mataifa ya kigeni. Yeah. Kule katika mataifa ya kigeni mila za kwao hazipo. Lakini wakati mwingine tunawafanya wakose nafasi muhimu katika maisha kwa sababu ya vitu ambavyo tumewaunganisha navyo katika jamii zetu. Yeah. Kwa hivyo inachangia pia jamii kutokuendelea, kutokupiga hatua. Naam. Ni kweli, kwa sababu unaona sasa watu wenye hawako exposed, yaani wamekwama kwa mila. Hata wengine wanawaambia usipande ndege. Kuna dini moja inaitwa Msambwa, sijui kama umeisikia. Hii dini ilikuwa ya kwamba ni kama inaweza itwa dini, inaweza itwa kimila, headquarters ya kimila na mila zote, kwa sababu mambo yenye walikuwa wanafanya, wanasema usipande gari ya wazungu, usifae nguo ya wazungu, usikule chakula cha wazungu, usitumie chochote cha wazungu. Na sasa unajua watu wakaamini hivyo, ikawa mila zao. Ukimkuta mtu wa Msambwa anakuambia mimi sipandi gari. Akienda mahali, kuna mkubwa wao alikuwa anatoka kule Balaba, wanaenda kule Mount Elgon ama wanaenda kule Webuye kwa Mkutu, hata wanaweza tembea siku 3. Baisikeli ikija hawezi panda, gari ikija hawezi panda, kwa sababu wana maintain mila zao zenye wao wanaamini. Unakuta kwamba kuna vitu vingine inafanya ni upusi, ni kutojua, ni ignorance tu ambayo wako nayo. Kwa sababu inahitajika watu waendelee kuenda vile ulimwengu inaenda, maisha vile inaenda, maisha hairudi nyuma, yaenda mbele. Na mtu unakuta kwamba maisha ya kisasa mtu ameshikilia, unajua hii ni vitu ya ukoo nilipewa. Na unaipeleka wapi? Inakuwa ngumu, utaziweza zote. Ukianza mila, ukianza kufuata mila na desturi mingine, utakuta kwamba tamaduni zingine zitakupoteza tu, zitakuharibia, zitakusuia, zitakuchelewesha, zitakufanya mtumwa. Wengine the slaves, watumwa wa mila. Kwamba mtu akiolewa, na katika jamii zetu za Waluya, baadhi ya jamii, kwamba ukiolewa alafu ukapata watoto wa kwanza wakiwa ni pacha, kwamba ni bad omen. Nilikuwa naambiwa kitambo kwamba jambo lilikuwa linafanyika. Mnawanyima haki wale watoto, pengine haki ya kuishi, mnawanyima haki ya kuwa na familia yao, pengine anapeana kwa jamii nyingine, anaenda kupeana kwenye orphanage pengine, kwa sababu mila na tamaduni imesema kwamba hawezi kuwa pale katika ile boma. Unakuta kwamba mtu mwenye anafanya jambo kama hilo, hiyo story nilisikia. Kuna mmoja huko nyuma waliweza kufanya hivyo, wakazaa mapacha na wakakawa hawataki kuwaona na wakuzaa mtoto tena. Na kwenye hao walienda wakaendelea kufaulu, kufanikiwa. Ilifika wakati wakarudi, hapana, we want our children back. Kwa sababu gani? Hawajajaliwa watoto wengine, na hao kwenye wako wanajua hao ni watoto wetu, hatuwezi kuendelea kuteseka na ili hali damu yetu inaendelea kufanikiwa. Hivyo ndio sasa wao waliona kwamba mambo ya kusema eti kwa sababu tumefuata mila kurusha watoto, hapana. Wale ndio sasa hiyo jamii sasa ikakataa.
Wakati wewe unasema utarusha, wale wanasema tutaokota. Maana hiyo ni baraka. Mambo mengine unakuta kwamba with the time unaangalia kwamba ni mambo ilikuwa inapangwa bila sababu. Ilikuwa inasemwa tu lakini haina maana. Ilipitwa na wakati. Ingine ilikuwa na vitisho tu, kutishia ili usiwe na uhuru wa kitu fulani, usifanye kitu fulani, usishiriki mambo fulani, usiwe na usemi mahali fulani, uendelee kukaa chini kufinyiliwa. Kwa hivyo mila wanaokatalia kwa mila maisha yao, kienda jamii yenye imekwama kwa mila imeshika, unakuta kwamba they are still struggling. Naam, kuna ile hata ambayo ilikuwa wanasema kwamba katika baadhi ya dini kwamba mwanamke haruhusiwi kuwa mchungaji, kwamba haruhusiwi kusimama mbele ya kanisa na kuweza kuwahubiria watu neno, kwamba haikubaliki. Na naamini kwamba katika masuala ya kidini hakuna mipaka. Katika masuala ya kidini Biblia inasema kwamba hakuna Myunani, hakuna Myahudi, hakuna, sisi wote ni sawa mbele za Mungu. All of us we are equal before the Lord. Na Roho Mtakatifu anapokuja achakui huyu ni mwanamke ama tuna roho ya mwanamke na mwanamume na mzee na kijana. Roho wa Mungu ni mmoja. Na tunapomkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ni uamuzi binafsi na Mungu anakuchalia na karama zote za kuweza kufanya kazi. Mstari mmoja tu ambao unasemwa, ambao wanasimama kwayo. Unajua watu wanastahili kuelewa ya kwamba Bible is contains all the New Testament, na lazima ukielewe the content ya kwa nini mtu alisema mambo haya wakati huu, na alisema kwa watu gani, na nini ilikuwa imefanyika. Kwa sababu akiongea hivyo alikuwa anaongelesha kanisa moja ambalo lilikuwa na changamoto, kwa sababu baada ya Yesu kwenda, sasa ikawa kwamba Paulo anaendelea kuunganisha makanisa, na kukawa ya kwamba leadership inasumbua. Na ilipokuwa inasumbua, sasa wale wakina mama wanataka waume zao wakaweze kuwatetea, hawatulii, wanaendelea kuongea pia kutaka wakaweze kusaidiwa. Na Paulo akasimama akamwambia kwamba tafadhali, wanawake, mambo mengine enda uliza wazee nyumbani, si mambo yote muulize katika kikundi kama hiki. Vile wazee wako, wacha wazee wanaposikiza, mkifika nyumbani mwaulize, wataweza kuwaelezea. Hakusema kwamba wastahili kuhubiri au wastahili kufanya kazi. Ilisema kwamba waende waulize wapi? Nyumbani, wakiwa wamerudi nyumbani. Lakini sasa mtu anachukua mstari mmoja na anasema kwamba Biblia ilikataza mwanamke asimame kuweza kuhubiri. Kunapoangalia katika Old Testament, kuna watu ambao walifanya kazi kubwa sana. Kuna watu ambao waliokoa, hata Yesu aliokolewa na watumishi wa Mungu ambao walikuwa kina mama. Hata kina Musa waliokolewa. Wapelelezi walipoenda katika inji kwa ajili ya kuangalia mchi ambao wanaenda kuchukua, waliokolewa na mama. Hata mama huyu alikuwa kahapa, lakini alipookoa baadaye walikuja wakasema kama sio wewe hatungefaulu mahali hapa, na wakaendelea kukua pamoja naye katika leadership. Walikuwa naenda kukonsult akiwa kama mshauri wao. So unakuta kwa mambo mengine wakikuletea, ukifanya exchanges vizuri, unakuta kudua kwamba mengine haina msingi. Istahili kufunga mtu eti kwa sababu sasa hii ni mila, hii ni mambo ilisemwa usiyafanye. Mengine chunguza ni kwa nini. Na asante sana mchungaji kwa kuangazia hilo leo. Pengine ushauri wako kwa watazamaji wetu kuhusiana na haya ambayo tumeangazia leo kwenye Staftahi unasema vipi? Nataka kusema kwamba pole sana kwa huyo msichana wetu, huyo mama ambaye aliweza kudhulumiwa siku hiyo. Nasema pole kwa sababu hao ndio watumwa waliokutesa. Those are slaves. Ni watumwa wa mila. Na kwa sababu wanajaribu kujifanya wanaishi karne ya wakati huo, tunaomba serikali, watu wa aina hiyo wakaweze kuchukuliwa hatua, ili wajue kwamba karne kuna zile zimepita na watu pia wana haki yao, ili huyu mtu, mama huyu, akaweze kupata haki yake. Jambo lingine ninalosema ni kwamba wapendwa, nyakati ambazo tunaishi, dini ilikuja, kanisa ilikuja, na kanisa imeweza kutusaidia kujua mambo mengi ambayo ilikuwa inafanywa kwa ujinga. Biblia inasema kwamba siku za ujinga na upumbavu za mababu zenu senya hamkuwa mnajua, Mungu alijifanya kama haoni. Lakini kwa sasa mmefunuliwa, mmejua ukweli, ni wakati wa kutubu na kukeuka. Siku zile zenye wababu zetu hawakujua, wakiwa na miungu mingine, wakiwa wakifanya mambo, mila na desturi zenye zilikuwa zinafanana wakati huo, simepitwa na wakati. Wakati huu tuende chinzi Mungu ananena sasa, na tuende chinzi maisha yalivyo sasa, na tuenze chinzi tuendelee katika chinzi Mungu anavyotaka tukaweze kukua.
yaliyopitwa yameenda, tuyakange yanayokuja. Naomba kwamba kila familia, kila jamii ambayo mnasema kwamba mnafuata mambo ya mila, ukifuata utakuta kwamba kuna changamoto mahali. Kwa hivyo usianze kutafuta vitu ambaye haiongezi baraka, haiongezi mafanikio, haiongezi kuelekeza watu katika njia nzuri. Kuna mambo ya msingi, nimesema kwamba I'm not disputing everything, lakini kuna mambo ya msingi ambayo yalitokana katika jamii zetu ambayo imefanywa na vizazi na ina good record. Ina good record ambayo mtu anasema kwamba watoto hawa kwa heshima wamekuwa nayo, tukiangalia baba yao heshima hii imekuwa hivi, inakuwa vizuri. Lakini kuna mambo mengine ya kufanywa eti mtu asipofanywa hivi hawezi kuwa mila hii. Mambo kama hayo tunapoteza baraka nyingi, tunapaki wajinga, tunapaki watumwa, tunapaki tumerudi nyuma, tunapaki tunangangana, tunapaki hatubarikiwi. Unakuta jamii zingine zinasema huwezi panda ndege, huwezi enda ng'ambo. Opportunity yako iko ng'ambo, wewe unaambiwa mila zetu asiwezi kuruhusu. Opportunity iko mahali kufanya kazi, mahali wakilisha watu wako, wewe unasema kwa mimi napaki tusiwezi toka village yetu. Sasa mambo mengine tuyaangalie mara pili. Inaweza kuwa kusuia nyota yako, baraka zako, na kuokoa hata taifa lako iwapo utakuwa umechukua hatua. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba tukaweze kuzingatia mambo yaliyo ya msingi, yaliyo ya muhimu peke yake kwa mambo ya mila kule ambako tunakotoka. Yale yenye hayana maana, yenye imepita na wakati, usijifanye ni wewe peke yako unajua, maana hata wewe hujui. Naam, asante sana mchungaji Clapperton. Yeah. Mtazamaji, tunamaliza pale kwenye awamu ya pili ya Staftahi, alafu tutakuwa naingia kwenye awamu ya tatu, Burudani Friday. Kwa hivyo muda wetu umetamatia kwenye awamu ya pili, niruhusu nimwachilie mchungaji kwa ajili ya masuala mengine tofauti hapa na pale. Lakini naamini kwamba tumechukua yetu kwamba tusidhulumu watu katika jamii kwa sababu ya mila ambazo zimepitwa na wakati. Mchungaji amesema kwamba kuna ile ambayo imeweka maadili, lakini kuna ile ambayo inaharibu maadili. Kwa hivyo lazima tuchague kikamilifu, alafu tuwe sawa, na itakuwa ni jambo la kuweza kuinua jamii kwa ujumla. Na jamii ikiwa na maadili mazuri tokana na mila na tamaduni, pia taifa linapata watu wazuri, viongozi wazuri, washauri wazuri, na itakuwa ni sawa. Kwa hivyo mchungaji wetu Clapperton, asante sana kwa kufika. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mwelekezi wetu upande wa pili ni Kelvin Kibet. Asante, Mungu awabariki. Kwa majina yule asiye ni John Clapperton Mchanga, namba ya simu ni 0705001937. God bless you. Kwa na weekend ya baraka na amani, na tusiwe watumwa wa mila. I'm mad, and be assured you'll be too when you see what I see. For I